Unapokuwa umeuvaa utu mpya, hautakiwi kuendelea kutembea katika mambo ya kale. Haleluya! Unatakiwa uache kutembea katika yale mambo ya kale. Kuvaa utu mpya si kwamba huu mwili ulionao unauvua na kuweka pembeni na kuvaa mwili mwingine. Haiwi hivyo. Unaendelea kuwa na mwili ule ule, lakini matendo yako, Bwana Yesu asifiwe sana, matendo yako ndiyo yanabadilika, yanakuwa affected na ile hali mpya ambayo umeipokea. Nikodemu alipokuwa amesikia habari ya kuzaliwa upya, yeye akajua mtu anapozaliwa upya hata mwili wake unarudi kuwa katika hali ya utoto. Lakini kumbe kinachorudi katika hali ya utoto ni yale matendo yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Yale mambo anayoyafanya, yale mambo ambayo anayawaza, yale mambo ambayo anayatenda, ile hali ya mwili wake, ya matendo ambayo yanatawala katika maisha yake ndiyo yanayobadilika, lakini yeye anaendelea kuwa yule yule. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kuvaa utu mpya inakuwa hivyo. Ndio Paulo anawaandikia Wakolosai, anawaambia msiambiane uongo, kwa kuwa mmeuvua kabisa utu wa kale, kama pamoja na matendo yake yote mmeyavua, maana yake mmeyaweka pembeni, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyetuumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niseme katika hali ya utulivu kwamba kama utajikuta katika mazingira ambayo unaendelea kusema uongo, unaendelea kutokuwa mwaminifu, maana yake wewe umevaa tena ule utu wa kale. Umevaa tena ule utu wa kale, pamoja na kwamba ulimkiri Yesu na kumpa maisha yako. Lakini ukijikuta unatembea katika matendo haya, tafsiri yake ni kwamba umeondoka katika ile hali ya kuvaa utu mpya, umevaa tena ule utu wa kale. Sasa kitakachotokea, utashangaa hata namna ya kumuona Mungu kwenye maisha yako itaondoka. Ile hali ya kusikia bubujiko la kimungu itaondoka. Ile hali ya kufurahia wokovu itaondoka. Ndio kwamba hautasikia tena kiu ya ibada. Manake umevaa ule utu wa zamani. Watu waliovaa utu ule wa zamani hawaoni sababu ya kuingia ibadani. Bwana Yesu atusaidie sana. Haoni sababu. Unaweza kumwambia na kama Bwana njoo maabudu Mungu, nenda ibadani, nenda kumwabudu Bwana, lakini utashangaa yule mtu anakuwa mzito, haoni umuhimu kabisa. Ni kwa sababu amevaa utu ule wa kale ambao hauna haja na ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu anapokuwa amevaa utu mpya, ule utu mpya anapokuwa amevaa ule, anakuwa na shauku. Akikosa ibada anakosa amani, anakosa amani kabisa. Anaona kama kuna kitu kimepungua kwenye maisha, kwa sababu amevaa utu mpya unaohitaji ibada. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Kuvaa utu mpya, kuvaa utu mpya inahusisha kubadilishwa kutokea ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utamuona mtu, aidha ni ndugu yako, ni rafiki yako, ni jirani yako, hapendi ibada, hapendi kabisa ibada, ukimwona mtu huyo, kitu ambacho unaweza kumsaidia, msaidie ili aweze kuvua ule utu wa kale. Akikutana na Kristo, shauku ya ibada itaumbika ndani yake. Wakati mwingine hautamsukuma, ataenda mwenyewe. Ili uweze kuvaa utu mpya, huwa ni lazima uvue utu wa zamani. Unapokuwa unataka kuvaa nguo mpya au unataka kuvaa nguo nyingine, ile uliyokuwa umevaa unaweka pembeni, ni unavaa ile nyingine ambayo unataka sasa hiyo ndio ionekane, utoke nayo uende nayo unapo
Lakini ukifuatilia nyoka jinsi walivyo, nyoka akikaa na ngozi yake kwa muda mrefu, huwa ana tabia ya kuivua ile ngozi, anavaa ngozi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Anavaa ngozi, ile ngozi ya ikizeeka anaivua, anavaa ngozi nyingine. Na akivaa ile ngozi nyingine, ukimwona ni kama amezaliwa upya. Ngozi ile ilikuwa imechakaa, ameivua. Sasa hata mtu wa Mungu anapokuwa ameamua kuvua ule utu wa kale, ameamua kuvua ule utu wa zamani, akivaa utu mpya, mwenendo wake, matendo yake, kila kitu cha kwake huwa kinabadilika, anakuwa wa tofauti. Akifungua mdomo kuzungumza, anazungumza maneno ya kuwajenga watu na kuwatia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hazungumzi tena kama mtu wa mataifa, maana amevua ule utu wa zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu, amevua. Na hii ndio tunatakiwa sisi, tunatakiwa tuwe hivyo. Tunatakiwa tutembee katika utu mpya, tuvae utu mpya kila wakati. Bwana Yesu atusaidie sana, watu wa Mungu. Watu wengine hii wanaijua, lakini huwa wanajaribu kuitendea kazi wakiingia kanisani. Wakiingia kanisani ndio unakuta mtu anabadilisha hata lugha yake, mwingine anabadilisha hata namna ya kutembea. Anatamani kuonekana kuwa yeye anatembea katika unyenyekevu, anatembea katika utu mpya, lakini akitoka, Bwana Yesu atusaidie sana, akitoka anavaa utu wa zamani. Naambia hivi, kuna mtu mwingine akienda kanisani anaenda na nguo mbili. Anaenda na nguo ya kuingia nayo kanisani, alafu akitoka anaweka pembeni ile, anavaa nguo ya kuingia nayo mtaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake huyo mtu bado hajavaa utu mpya, bado hajavaa utu mpya. Kuna vitu bado kwenye maisha yake havijabadilika. Ni kweli anamtamani Yesu, anampenda Mungu, ndani yake anatamani kuwa mcha Mungu, lakini bado kuna vitu vya kidunia vimeyavaa maisha yake. Kuvaa utu mpya, mtu ina affect hata kila kitu kwenye maisha ya mtu kinakuwa affected na ule utu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Na ndio Paulo anasema kwamba yale mambo ya kale anayaona, aitumia neno ambalo kwenye Biblia kutumia tafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Paulo anasema yale mambo ya zamani nayaona kama maji. Kwenye Biblia wameandika, maana nayaona kama kitu ambacho siwezi kukirejea tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Siwezi kukirejea tena. Hizi watu wengine wanayarejea. Kanisa la Sauti ya Matumaini Tanzania, tuvae utu mpya. Kila wakati tuwe tumevaa utu mpya, ili tumuone Mungu kwenye maisha yetu, lakini kwa sababu tujui siku wala saa. Ukifuatilia, ukijifunza kwa habari ya ule mfano wa wanawali 10 katika Mathayo sura 25, wale wanawali wengine walikuwa wenye akili, wengine wakawa wapumbavu, lakini wote wanatamani kumlaki bwana harusi anapokuja usiku. Wote wakabeba taa. Wengine wakasema wale wenye akili wakasema taa zetu lazima tuzijaze mafuta. Wengine wakabeba taa zao bila mafuta.
Sasa mara usiku watu wameshalala, wakasikia kelele, bwana harusi anakuja. Yesu alikuwa anatoa mfano, anafundisha kwa habari ya kujiandaa wakati wote. Haleluya! Wakasikia kelele, bwana harusi anakuja. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa awashe taa yake. Sharti la kumlaki bwana harusi uwe na taa inayowaka. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na taa zenye mafuta wakawasha, chap, taa zikawaka, tayari wako tayari kumlaki. Wale ambao hawakuwa na taa, wale wapumbavu, wakaanza tupunguzieni mafuta kidogo ili na sisi tuweze kumlaki. Bwana Yesu atusaidie sana, watu wa Mungu. Ndugu zangu, tuna mafuta ya kututosha sisi tu, hayatutoshi sisi na ninyi. Ni bora mshike njia mkatafute kwa wauzao ili mpate ya kwenu. Kwa hiyo wale wakashindwa kumlaki Bwana kwa sababu hakufanya maandalizi. Ndugu zangu, tunatakiwa tukae na tuvae utu mpya siku zote za maisha yetu, bila kujali tuko wapi, tuko na nani, tunafanya nini. Tuvae ule utu mpya, liendelee kuwa vazi letu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Kuvaa utu mpya, kuvaa utu mpya. Mtu aliyevaa utu mpya hawezi kuwa na lugha chafu, hawezi kuwa na lugha chafu mtu aliyevaa utu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kitu kibaya na cha hatari ni kwamba mtu aliyevaa utu mpya alafu asifanye bidii ya kwenda kumwomba Mungu, ule utu mpya unaweza ukachakaa. Ndio maana unaweza ukashangaa watu wa Mungu waliokuwa wanaheshimika sana wanaanza kuongea vitu ambavyo ukisikia unajiuliza, huyu ndiye aliyesema? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna kitu kimepunguka kwenye maisha yake, anaanza kurudi katika mambo yake ya zamani. Kuna ngazi tatu za kuvaa utu mpya. Nataka niziseme hizi ngazi tatu, alafu tukamwombe Mungu atusaidie. Ngazi tatu za kuvaa utu mpya. Ngazi tatu. Huwa haitokei kirahisi, huwa haitokei ghafla, lakini huwa ni mchakato. Na mchakato huwa unahusisha ngazi tatu ambazo lazima mtu azipitie. Ngazi ya kwanza ya kuvaa utu mpya, au mchakato unaanzia wapi? Mchakato wa kuvaa utu mpya huwa unaanzia kwenye kujizuia, na hii ndio ngazi ya kwanza. Kujizuia au kuyafisha, kuyaua au kuifisha ile hali ya kutamani vitu vya kimwili vinavyoua utakatifu ndani yako. Hiyo ndiyo ngazi ya kwanza, kwamba unajizuia au unaviua, unavifisha vitu vyote na hali zote ambazo zinakusukuma kuyatamani mambo ya kimwili ambayo unayatenda yanaharibu utakatifu wako. Kwa ngazi ya kwanza inaanzia hapo. Unashughulika na physical evils, unashughulika na vitu viovu vile vya kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ngazi ya kwanza. Unaanza kudili na vile vitu unavyovipenda kuvifanya, yaani unavifanya kabisa, you practice them. Unaanza kudili na hivyo vitu ili kwamba vife ndani yako, visiendelee kuwa sehemu ya maisha yako. Haleluya, watu wa Mungu. Hapa nitatoa mifano, japo inawezekana mifano hii haiwahusu sana ninyi, lakini kupe mfano. Kwa mfano, mtu ambaye amekuwa mlevi wa pombe, sasa anataka kuvaa utu mpya, ataanza kushughulika na ile hali ya kutamani kunywa pombe. Kwa sababu kunywa pombe it is a physical thing, kwamba mtu anachukua glasi anaweka hapa. Kwa mtu anaanza kushughulika na hali hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu anataka ifike wakati avae utu mpya. Kwa hiyo anaanza kushughulika na ile hali, anaanza kushughulika na vile vitu, anaanza kuvizuia vile vitu, zile tamaa ambazo zinapelekea yeye kufanya vitu vinavyoharibu utakatifu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kila mtu huwa na vitu anavyovipendelea kuvifanya, anavipendelea kuvifanya. Na katika vile vitu ambavyo kila mtu anapendelea kufanya, huwa kuna ambavyo havimsaidii mtu kuwa mtakatifu. Sasa unapotaka uvaa utu mpya, ndio lazima uvivue, uviache vile vitu, ujizuie kuvifanya, uvifishe ndani yako, visiendelee kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine alikuwa ni mtu wa kutukana, kutukana.
Mwingine amekuwa ni mtu wa kuimba nyimbo zisizo na maana, nyimbo zile za matusi. Kuna wakati mtu unashangaa hiyo imekuwa ni ulaibu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Yaani unakuta ni ulaibu. Yaani kwamba usipofanya hausikii amani. Katika hii ngazi ya kwanza lazima mtu aanze kuua vitu kama hivyo ili kuvaa utu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima mtu aanze kuua vitu kama hivyo, kutamani vitu ambavyo unavifanya, halafu na vifanya hauendelei kuwa hai katika Mungu. Sasa hayo huwa ni maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa haitokei kama vile ambavyo inatokea tu umesinzia hata kama unataka kusinzia. Hiyo haitokei hivyo. Niliwahi kuona, spend sana movie, lakini ukiwa kwenye basi kuna wakati unalazimishwa kuangalia movie kuna safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaona movie fulani ya Kinigeria. Mtu mmoja alikuwa analinda. Sasa usiku wa katikati ule huwa kuna kiusingizi fulani kinakuja, unataka utaki kitakuja tu. Sasa yule mtu yuko kwenye lindo anasinzia namna hiyo. Sasa akawa anafanya macho yake hivi, alafu anaweka vijiti ili macho yaendelee kuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli macho yanaendelea kuwa hivi, lakini anasinzia. Anakwepa mawe. Usingizi huwa unakuja, unataka hautaki, ikifika wakati wake labda uwe na matatizo. Bwana Yesu atusaidie sana, watu wa Mungu. Sasa hali ya kuvaa utu mpya haitokei hivyo. Ni kitu ambacho lazima mtu aamue. Baada ya kukutana na Kristo anaamua kwamba sasa sitaki kutembea katika maisha yangu yale yale, nataka nibadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika ngazi ya kwanza kuvaa utu mpya, ndio mtu anashughulika na yale mambo aliyokuwa anayapendelea kufanya ambayo yanaua utakatifu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unajua uko hapa unasikia sahihi na unajua kuna kitu ambacho umekuwa ukipenda kufanya, lakini hicho kitu hauwezi kukifanya wakati sisi tunaona. Hauwezi kufanya wakati watu wa Mungu wanaona. Unafanya wakati uko peke yako, umejificha, unafanya wakati ambao hakuna mtu anakuona. Hicho kitu hakikusaidii, hakikukuzi katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka ukiache ili uvae utu mpya. Kwa ngazi ya kwanza ni hiyo. Unaanza kuvificha, unaanza kuviacha vile vitu ambavyo ulikuwa unavifanya katika hali ya kawaida, in physical way ulikuwa unavifanya, unaviacha. Lakini ngazi ya pili yenyewe inashughulika na vile vitu ambavyo ulikuwa hauvifanyi katika hali ya kuonekana, lakini vilikuwa vinafanyika ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo unaweza kusema ni kuweka mbali au kujitenga na maovu yanayotendeka katika ngazi ya mawazo. Kujitenga au kuweka mbali yale mambo maovu ambayo unayatenda au yanatendeka katika ngazi ya mawazo au katika ngazi ya nafsi. Katika ngazi ya nafsi. Paulo akawaandikia Wathesalonike katika mstari wetu huu ambao tunasema nao. Anasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Anataja mwili, anataja nafsi, anataja roho. Hii ni mambo matatu ya mwanadamu. Mwanadamu ana mwili, mwanadamu ana nafsi, mwanadamu ana roho. Sasa katika ile ngazi ya kwanza unashughulika na mambo yanayogusa mwili. Katika ngazi ya pili ya kuvaa utu mpya unashughulika na mambo yanayotendeka kwenye nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye nafsi ndiyo eneo ambalo huwa zinafanyika dhambi za ndani. Zinafanyika dhambi za ndani kwenye upande wa nafsi. Kwenye upande wa mwili zinafanyika dhambi za nje. Kitabu cha Yona mtakatifu, kitabu cha Yona ukisoma unaona aina zote hizi mbili za dhambi. Dhambi ya ndani na dhambi ya nje. Sasa ile dhambi ya ndani yenyewe inafanyika kwenye nafsi. Na mtu anapokuwa ametenda dhambi ya ndani, hakuna mtu hawezi kujua. Na watu wanaotenda dhambi za ndani hata makanisani huwa hawatengwi. Hawatengwi kwa sababu hatajulikana kama ametenda dhambi hiyo. Bwana Yesu atusaidie sana, watu wa Mungu. Mnakumbuka nimewahi kufundisha habari hizi.
Sasa katika ngazi hii ya pili ndio mtu anashughulika sasa na yale maovu au yale mambo mabaya ambayo ameyatenda au ameyafanya katika ngazi ya nafsi yake. Tuangalie kitabu kile cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 13. Warumi sura yake ya 8 na ule mstari wa 13. Kama kuna mtu anaweza kawahi kufika kabla yetu, sote anaweza kusoma. Warumi sura yake ya 8 na mstari ule wa 13, Biblia inasema, labda nianzie mstari wa 12. Basi kama ni hivyo, ndugu, tuwadeni, si kwa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiyafisha matendo ya mwili, kwa roho mtaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuyafisha matendo ya mwili ni ngazi ya kwanza, lakini ngazi ya pili unafisha mambo yanayotendeka katika ngazi ya mawazo. Maana yake hapa, tafsiri yake rahisi sana, ni kuacha kuwaza mambo ya upumbavu, kuacha kumwazia Mungu, kuacha kuwaza mambo mabaya. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kukaa ukaanza kuwaza mtu fulani aliyekukosea, ukaanza kumwazia vibaya, unaanza kumwazia vibaya. Lakini kuna wakati unaweza kawa hauwazi kwa ajili ya mtu aliyekukosea, lakini unaanza kufikiria habari za kufanya vitu visivyompendeza Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa unapotaka kuvaa utu mpya katika ngazi ya pili, unashughulika na mambo hayo. Kila wakati anapokuja mawazo mabaya, unayakataa. Katika saikolojia wanasema hakuna mtu ambaye hawazi. Kuna wakati mtu anaweza kawa na pressure, akaenda kwa mtaalamu wa afya akamshauri acha mawazo, lakini wengine huwa hawamshauri mtu aache mawazo, lakini huwa wanamwambia mtu aache kuwaza alichokuwa na kiwaza, awaze kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hakuna mtu anaweza akaa hivi bila kuwaza, kwa sababu kama usipowaza, maana yake wewe sio mtu tena, labda ni robot. Kila mtu ana mawazo, kila mtu ana mawazo. Sasa unachoweza kufanya katika hii ngazi ya pili ndio kwamba una repress, badala ya kuwaza mambo mabaya, labda unawaza niende, wale wanaofanya wanaofanya uzinzi na uasherati, anawaza hayo. Sasa badala ya kuyawaza hayo, unaacha kuwaza hayo, unawaza mengine ya kumtukuza Mungu. Ndio unafisha au unajitenga na yale maovu yanayotendeka katika ngazi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ngazi muhimu sana, ngazi ya muhimu sana, lakini ngazi hii ni hatari, kwa sababu hata ukiendelea kuwa hivyo hatutajua, kwa sababu unaweza ukatuficha, ukamficha kila mtu, ukaonekana na ukapretend kama mtu aliyevaa utu mpya, lakini kumbe kwenye nafsi yako kuna vitu haviko sawa. Mungu atusaidie sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ngazi ya pili ya kuvaa utu mpya ni ile hali ya kushughulika na mambo yanayofanyika kwenye nafsi yako. Nataka niseme hii tena, mtu wa Mungu, usikie kwamba kila wakati utakaposikia mawazo mabaya yanayokuelekeza kutofanya mambo ya kumpendeza Mungu, ile hali ikatae ndani yako, ikatae, repress yale mawazo, ya replace na mambo ya kumtukuza Mungu. Fanya hivyo kwa mwendelezo, utaona mabadiliko kwenye maisha yako. Amen. Ngazi ya tatu na ya mwisho. Ngazi ya tatu na ya mwisho. Hii ngazi inajumuisha ngazi ya kwanza na ya pili, kwamba unaacha kuitikia. Ngazi ya pili sasa ni unaacha kuitikia yale matendo ya mwili na yale mawazo mabaya, unaacha kuyaitikia. Kwa tafsiri rahisi au kwa ufafanuzi zaidi, ni kwamba unaanza kujijengea tabia mpya ambayo hiyo inaathiri maisha yako kwa ujumla. Katika ngazi ya kwanza umejizuia na umeyafisha yale mambo. Katika ngazi ya pili umeshughulika na mambo yanayofanyika kwenye nafsi yako. Sasa ngazi ya tatu hii
unaanza kujitengenezea tabia mpya, kwamba unaacha kuitikia yale uliyokuwa unayafanya yasiyompendeza Mungu, unageuka unakuja upande huu wa pili, unaanza kujizoeza. Unajizoeza, unajitengenezea tabia mpya ambayo inakuelekeza kutenda ya kumpendeza Mungu. Waefeso sura yake ya 4 mstari wa 24. Waefeso sura yake ya 4 mstari wa 24. Waefeso sura yake ya 4 na ule mstari wa 24.